Msanii wa muziki wa raga na dancehall Bao the Great, ambaye aliibuka mshindi wa tuzo ya ITFFA nchini Afrika Kusini katika kipengele cha Tourism Destination, amerejea leo nchini na tuzo hiyo. Bao, ambaye alichuana vikali na wasanii wengine wa mataifa mengine barani Afrika na kufanikiwa kuiwakilisha Tanzania kupitia wimbo wake wa Tanzania Unforgettable, amepokelewa na vikundi mbalimbali vya ngoma za asili pamoja na waandishi wa habari. Wow, naweza nikasema kwamba jinsi ambavyo unajisikia ni unakumbuka kama kipindi naondoka hapa niliweza kusema kwamba of course mchakato ulikuwa unafanyika na majaji na hakukuwa na kupiga kura moja kwa moja. Kwa hiyo kiukweli nilikuwa naogopa sana, ukizingatia kwamba katika category ambao nilikuwepo kulikuwa kuna watu wengine ambao wanafanya kazi nzuri sana za utalii. Nazungumzia Zambia, Slovenia, pamoja na nchi ya Jordan, pamoja na South Africa yenyewe ambao pia wanakuwa wakifanya vizuri sana kwenye soko la utalii. Kwa hiyo sikutegemea. Yani the moment pale wametangaza kwamba hey, it's Tanzania Unforgettable, moyo wangu ulilipuka kwa furaha kubwa sana. Hiyo furaha nilioipata hapo nadhani sijawahi kuipata pengine miaka 20 iliyopita. Kwa kipi cha kuambia Tanzania walioniuliza, naweza nikasema kwamba tuendelee kuipenda nchi yetu. Nchi yetu ni moja. The other day nishawahi kusema pia nchi yetu, yani sisi nchi yetu ni moja. Ni hiyo tu Tanzania. Kwa hiyo namna ya kuipenda nchi yetu ni pamoja na kuitangaza kwenye masuala mazuri ambao kwa namna moja ama nyingine anaweza akapelekea ongezeko la kiuchumi. Kwa mfano utalii ni kuona ndio una enjoy, unapata ni attraction, lakini pia ni masuala ya kiuchumi kwa maana ya mapato. Kwa hiyo furaha yangu ni kubwa sana, na hilo ndio naweza kuambia Watanzania, na washukuru sana kwa sala na dua. Kwa faida ya Watanzania ambao pengine walikuwa wafahamu, tuzo ulikuwa unahusu nini hasa? Category ambayo umeshinda wewe ilikuwa inagusa kipengele kipi hasa? Category ambayo mimi nilikuwepo ilikuwa inaitwa Tanzania inaitwa Leading Destinations Countries. Kwa hiyo wanaangalia ni vivutio gani ambavyo vinafanya vizuri ama vinaongoza, lakini kwenye upande wa nchi kwa ujumla wake. Nadhani kama unavyojua Tanzania ina vivutio vya aina mbalimbali vya kitamaduni, hizo mbuga za wanyama, masuala ya mapori tengefu, kuna vitu vingi, mabonde, milima, maporomoko. Kwa hiyo Tanzania ndio imepata nafasi ya kushinda tuzo hiyo kupitia hiyo kazi ya Tanzania Unforgettable, ambayo inaelezea vizuri sana yote ambayo nilikuwa nakwambia. Wasanii wa muziki wakishinda tuzo kama hizi waga mambo yanakuwa ni mengi sana. Pengine kwa upande wako hasa umejiandaa labda kuitangaza kwa namna gani hasa, kwa sababu ni jambo la kitaifa pia, unalipi hasa sababu umejiandaa baada ya kushinda tuzo? Naweza nikasema kwamba nimezidi kupata ari ya kuendelea kufanya kazi namna hii, na kama unavyoweza kuona pembeni yangu hapa niko na wadau wakubwa wa utalii. Unapozungumzia utalii kwa upande wa Tanzania, especially kwenye kupromote utalii, tunao watu wanaitwa Tanzania Tourist Board ama bodi ya utalii Tanzania. Hawa ndio wana dhamana ya kutangaza utalii wa Tanzania. Kwa hiyo kuwepo kwao hapa, na nipende kweli kuwashukuru kweli, kwangu mimi ni ushindi tosha. Ni furaha kubwa sana kuona jinsi gani pia serikali yetu inaunga juhudi za mtu mmoja ambao wanafanya kazi kama hii ya kuitangaza nchi. Na huo wito wangu kwa wasanii wengine wote. Mimi nadhani TTB walishajitanabaisha na kutangaza kwamba jukumu la kutangaza utalii ni la kila mtu, uwe msanii, uwe mtu binafsi. Unaweza kukaa kwenye ndege tu, kuna mtu pale unazungumza naye na ushawahi kufika Tanzania? Bwana kuna Mount Kilimanjaro au kuna nini? Ndio masuala yenyewe hayo. Mengine yanakuwa kwa sanaa kama hivi ambavyo nimefanya mimi. Kwa hiyo nawashukuru sana TTB kwa kuwepo hapa. Kwangu mimi ni ushindi tosha, na uwe wito na rai kwa wasanii kuendelea kufanya kazi mbalimbali za kijamii ukiachilia muziki yetu ya kawaida ya secular ambayo tunafanya. Pia hongera. Naona mwazungumzia sana TTB. Nilikuwa nataka uniambie mapokezi ambayo umeyakuta airports. Nadhani kwa namna moja au nyingine atakuwa ameandaliwa na TTB wenyewe. Ni kitu ambacho ulikitarajia au imekuja kama surprise? Ukiniangalia vizuri usoni, nadhani unaweza ukaona kuna kama kijasho hivi chembamba. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba sio kitu ambacho nimekitarajia. Naweza nikasema yani ni furaha kubwa sana nilionayo. Yani sijui niseme nini. Kwa hiyo sio kitu nilichokitarajia kiukweli. Mimi nilikuwa naona tumefanya hivi, ndio imeenda, tumepata hii tuzo na ni ya kimataifa kabisa, lakini sikutarajia kwamba sasa nitakaporudi nyumbani watu watapay homage kwa kiasi hiki. Kwa hiyo niwashukuru Tanzania Tourist Board, lakini nishukuru pia familia ya muziki kwa maana ya Basata, lakini chama pia cha Boreda, Bongo and Reggae Dancehall. Mimi ni mwanamuziki wa dancehall na reggae, kwa hiyo nimefurahi sana kuwa hapa na wadau nyinyi wenyewe. Yani nyinyi wenyewe hapa tu kuwepo, kwa sababu unaweza kuitwa na usitokee, au sio? Kwa hiyo kuwepo kwenu, yes, ni furaha kubwa.